Naitwa Abdurrahmani Ramadhani Mapande. Bwana, inasemekana wewe ni maarufu sana eneo hili. Kiasi. Wengi wananifahamu kwa kuwa nipo katika kazi ya jamii ambayo wengi wanaipenda. Wapa huduma basi ndio nipo hapa nafahamika. Sawa, wewe ni shabiki wa timu gani hapa nyumbani Tanzania? Mimi ni shabiki nguli wa Young Africans. Mabingwa mara 4 mfululizo. Haya bwana, mabingwa mara 4 mfululizo. Siku leo tumekuja hapa kuongea na wewe kuhusiana na mchezo wa soka. Wanasema timu yako ya Young Africans inacheza lakini haichezi vizuri licha ya kuleta kocha mpya Romain Folz. Una mtazamo gani juu ya hilo? Kwa kweli mitazamo inatofautiana, lakini kwa mimi binafsi kweli timu tukiangalia hatujapata ile rhythm ambayo tulikuwa tumetoka nayo tokea mwaka jana mwaka juzi. Lakini tunasema kuwa kocha mpya na wachezaji wengi wapo wapya. Kwa hiyo lazima kocha ataleta mifumo ambayo yeye anaamini katika taaluma yake tupate ushindi. Kwa hiyo hivi vitu vinaenda kidogo kidogo, lakini bahati nzuri mpaka hapa hatua tulipofikia sisi ndio tunaofanya vizuri kuliko makocha wote. Sababu sisi tukiingia kwa mtu tunampiga 3, tunampiga 2. Kwa hiyo tuko vizuri na kocha atafanya vizuri zaidi ya hivi tunavyoona. Lakini kuna baadhi ya wanayanga wanaonekana wanakata tamaa na kocha huyu. Pengine wewe mtazamo wako ni upi hasa kuhusiana na swala hilo, baadhi ya wanachama wa Yanga ambao kwa namna moja ama nyingine wanaonekana hawana imani na kocha? Ndio maana kama nilivyosema, hii mitazamo ya tofauti. Na kuna watu ni watu wa kukurupuka ambao wao katika swala la mpira hawajapitia kabisa. Umeona Lakini kuna wale ambao watu washapitia katika hii fani ya mpira. Hata kwa kucheza mitaani, kucheza katika ligi za mawilaya, kata. Umeona? Kwa hiyo atajua nini kinachohitajika. Lakini mwingine anakuwa yeye hajaingia hivyo kabisa. Kwa hiyo anapata mkumbo, tukimwambia kocha mbaya basi ndio huko. Kocha mbaya. Kocha huyu bwana vizuri sana. Yeye hajui mambo ya mfumo wala hajui kocha anatakiwa adapt mazingira kwa muda gani. Kwa hiyo hao ni wenye mtazamo wao, lakini mimi siungani nao. Sawa, wengine wanasema kwamba mmekutana na timu rahisi ndio maana mmeifunga jumla mabao 5-0 katika mchezo wa kimataifa. Sasa wasianzie mchezo wa kimataifa. Kwa sababu Folz kaanzia tokea kwenye dabi. Sasa wazungumze na ule ulikuwa mchezo rahisi kwetu. Sababu tumempiga huyo ambaye anajitapatapa sana, ambaye hajakoma mpaka sasa hivi tushampiga mara ngapi sijui imeshasahau hadi muda ambao tulompiga huyu bwana. Pengine anzie huko. Lakini huko tumempiga, tukaja mechi zingine zote tukazicheza na tumewapiga. Kwa hiyo kocha yetu sisi bado tuna imani naye. Tusichukue hiyo miemko ya jamaa zetu mpaka wanafukuza ovyo makocha. Sawa, umezungumzia hapo kuwafunga Simba mara 5 mfululizo. Ni ipi hasa siri kubwa ya kuwanyanyasa Simba kiasi hicho? Hawa kwanza sisi ni wakubwa wao. Wanatakiwa wajue. Sasa mara nyingi adabu wanakosa. Unaweza ukakuta tu wanataka wacheze na Yanga basi wanakurupuka, wanaingia tu kama vile wanavyocheza na timu zingine. Kwa hiyo ikiwa hivi sisi tutawapiga sio mara 10 zile za ahadi. Tunaweza tukapiga mara 15. Umeona Kwa sababu tumejipanga sana. Yaani wakija sisi hatuna shaka. Ni mti wetu wa uani, tunatingisha, tunakula embe, bado ngojea mwakani. Sasa kifano kama sasa hivi wamekuja na mada hapa ya kusema makocha hawa bovu. Marefa ambao wa Tanzania sisi hatufai. Paka Mangungu mwenyewe kazungumza. Lakini tunauliza, je, walipokuja Waarabu tuliwapiga ngapi? Wewe ndugu mwandishi. Waarabu wamekuja hapa sisi tukawapiga 2 bila shaka yote na wao wenyewe wamelizika. Lakini amekuja bwana Kayoko tumewapiga 1. Umeona? Kwa hiyo makocha hapo wao ndio wanawafaa zaidi. Sisi hao wanawataka wao, sisi ndio wanatufaa zaidi. Wao wanasema tatizo sio marefa, tatizo ni wenyewe. Wala sio marefa. Tena marefa wapo vizuri sana. Umeona bwana? Tukirejelea mechi za nyuma huko, Kamara anautoa mpira, unataka utoke, anauleta ndani, watu wanaweka. Sasa marefa wanahusikana nini katika issue kama hizo? Wanasema bwana, nyie mna mbinu nyingi sana nje ya uwanja na wala si ndani ya uwanja. Mna mipango mingi. Rekodi. Ndugu mwandishi, turudie mlikodi. Umeona Wao washapiga faini nyingi sana za haya majanga ya kinini ya kisihiri ya kiuchawi na mazingira. Lakini sisi wao ulisikia wapi sisi tushapata hayo majanga?
Unaona? Kwa hiyo wao ndo wanaodili nayo, na ndio maana wanayakumbuka sana, kwa sababu ni vitu ambavyo vipo kichwani kwao. Sisi hatuna hivyo vitu. Sisi tunaangalia philosophy ya ball inaendaje, na ndio maana engineer unamkuta mara nyingi anatoka anaenda Ulaya, anaenda huko Afrika mbalimbali huko, anaenda kuchukua taaluma, anawaleta watu hapa wataalamu, wasomi. Unaona, anashia nao mawazo. Wewe ulimsikia lini Mangungu katoka kenda kufuatilia taaluma yoyote, hata ya uone kitu wake, ulimsikia lini? Labda yupo busy na timu yake hapa nyumbani Tanzania. Busy nini? Haya, kama yeye yuko busy, yeye na engineer nani anatembea sana kwenda kufuatilia timu yake? Kutembea ni maamuzi ya mtu binafsi. Japokuwa mtu binafsi, lakini sasa na yeye anatakiwa aoneshe kwa watu kama na mimi nina juhudi gani. Unaona, sio kakaa nyumbani unatuambia sisi wao wanategemea uchawi, wao ndo wako vizuri kinini. Hatwendi hivyo. Unaona bwana, sisi tunapata mpira unavyotaka, na ndio maana tunashinda, na ndio maana tutafika mbali. Na hii ligi hapa je, kiufupi sasa hivi tunaanza kuisahau hapa Bongo. Una maana gani kusema hivyo? Ninachokusudia kuwa tunataka sasa tufocus na kimataifa. Kwa sababu hapa Bongo hatuoni ushindani. Hao ambao wanashika nafasi ya pili kila siku tunatuambia wapinzani wetu, kila tukifikia sasa tunabwenga. Sasa hapa na ushindani gani ndugu mwandishi? Hakuna upinzani. Na bado tutawabwenga sana. Sawa, mnaelekea katika michuano ya kimataifa. Msimu uliopita haikuwa vizuri sana, na msimu huu mmesajili wachezaji wakubwa. Pengine unaiona wapi Young Africans? Inshallah malengo yetu kama alivyoyatangaza engineer, lakini ile katika ile kuondoa pressure makundi, lakini tunavyoona na malengo yetu mwaka huu tufanye zaidi ya vile tulivyofanya. Kama tulifika robo finali, maana yake tufike na tuvuke. Kwa hiyo na kwa mwenendo unavyoenda tutafika, kwa sababu hata mechi zetu tulizozicheza hizi za kimataifa tumeona yani timu inavyopata ushindi wake. Alafu kuna kitu kimoja ndugu mwandishi, watu wanaongelea sana wa timu haichezi vizuri, mechi za kimataifa sijui hizi wamecheza vibaya. Ushamwona Al Ahly anapoanza kutafuta hizi mechi za awali anavyocheza? Nishai kumuona. Asilimia kubwa anakuwa hawi na kiwango hicho, haoneshi kiwango hicho. Hizi mechi hazitaki kuonesha kiwango. Hizi mechi zinatafuta kuqualify. Na ndio maana utakuta mtu ana focus, anapata ushindi wake, anaweka kapuni. Umeona bwana, anapata point. Wewe unaosema mimi nataka nicheze vizuri, ndio hao ndugu zetu Azam kila mwaka wanaishia pale pale. Umeona bwana, hii kucheza vizuri naye ina muda wake. Ligi huku cheza vizuri, lakini ukienda kule wewe cheza tafuta point. Na ndio maana Waarabu wakija hapo unakuta mara nyingi wanalala hapa, siji mara wamefanya hivi mara. Tunaona ajabu tu ndugu zetu sasa ndio wanapigwa sana faini, lakini ilikuwa hizi faini Waarabu zinawahusu sana. Umeona zinawahusu sana kwa sababu wao ndo wana michezo sana ile ya kutafuta pointi kiujanja. Umewataja Azam FC, uone wanaenda kuwa tishio kwa sababu wameleta kocha mkubwa hapa barani Afrika, lakini pia wamesajili pia wachezaji wazuri. Hawezi kawa tishio, ila watakuwa wanajitahidi. Tushawazoea na wale ndio watoto kabisa. Kwa sisi Yanga watu tusumbua, lakini nafikiri jirani zetu wajipange na Azam. Msimu uliopita katika mechi mbili mzokutana za ligi, wamefunga mechi moja, lakini pia na nyinyi mmeshinda mechi moja. Uone kwamba kwa namna moja ama nyingine wana ushindani wanaoleta. Wale sio wametufunga, wametuotea. Umeona Kwa sababu utakuta kuna kitu kinatokea ndio wapate ushindi. Unaona, kimfano kama ile nafikiri tulipata kadi ya njano ya nyekundu. Na ndio maana wale wakaja moja kwa moja wakapata ile advantage, na siku ile wachezaji naona hawakuamka vizuri wakaweza kutufunga, lakini hatuoni kama ule ushindani hasa akindiki tukae pale tuweze tukaachie pointi kwa Azam. Basi mimi nikushukuru sana. Asante. Kuna lingine ambalo umelisahau kuliongea labda sijakuuliza? Hapana, hiyo tulozungumza nafikiri yanatosha. Asante. Yanatosha na asante sana, karibuni sana.